I want to talk about tonight about when the degree has been made. When a degree has been made. Degrees are not the degrees we give in universities. Degrees is ni ilani. Wakati ilani imetolewa na mfalme. Wakati ambapo ilani imetolewa na malkia. Wakati ambapo ilani imetolewa na mzazi. Some of us tunaishi kwa sababu wazazi wetu walikuwa wanatoa ilani. Wanasema kuanzia leo hakuna mtu ambaye atatoka shuleni na aende kutembelea rafiki. Ukitoka shule ni moja kwa moja na ukuje uchukue ng'ombe uzipeleke malishoni. Hizo ndio zilikuwa ilani za wazazi. Na ukijifanya wewe ni mjanja sana, anajua mahala ambapo atakupata. Atakupata wakati ambapo sahani imewekwa juu ya meza. Hapo ndipo utajua kwamba huyo ni mzazi alitoa ilani ya kwamba ng'ombe zipelekwe malishoni, maji yaende yachotwe. You see right now some of us we are so much celebrating kwa sababu ya nini? Maji yako kwa tap, maji yanaletwa na magari, but some of us we survived by the ilani ya wazazi ya kwamba ukitoka shuleni basi utafika na utachukua jembe, kila mtu ni kwenda kupalilia kahawa. Hallelujah. Ndio kupalilia kahawa na unapewa miti 15. Unajua ukiwa na miaka 12 upewe miti 15 kupalilia. Na kuambia utafika kwa hesabu useme hallelujah, hata mimi nitahama kwa hii nyumba, nitahama kwa hii ploti, na hakuna ploti huko kwetu. Nitahama kwa hii shamba, lakini njaa inakwambia turudi kwenu. Sababu hawezi ukakaa kwa wengine saa mawili masaa matatu. Miti 15 za kahawa ama miti 15 za majani ya majani ama mahindi unapalilia laini 3. Laini 3 za mahindi ukitoa hapa upikishe mwisho, wewe unakuwa kwa hakika wewe ni mkulima namba 1. So hiyo ndio tunasema ilani. Ilani husaidia watu. Na pia ilani inapotolewa inaweza kuwa ya kuondoa ujasiri fulani. Ujasiri fulani unaweza ondolewa wakati ambapo the degree has been made. And you saw last Sunday the president of Kenya alisema kwamba now we are officially closing the school. And without a word, people did not go to school. Without a word, school was closed. Without a word, everything and university was shut down. Why? Because it is what? It is a degree that has been ushered and has been given by what? By the president. So degrees were made. And I want to talk to this nation. And I want to talk to this particular church tonight. Ya kwamba whenever there is a degree that has been given in somebody's life, there are things you need to understand. There are things you need to put into account. There are things you need to consider so that you do not perish with the degree. I pray in the name of the Lord that the degrees that the demon has given out in the name of Corona, it will never touch anybody in the name of the Lord. That the Spirit of God will always pour His blood and the blood of Jesus upon our doors, upon our children, upon our properties, and we are going to be safe in the name of the Lord. Can I hear celebration in the house of the Lord? A better celebration in the house of the Lord. A better celebration in the house of the Lord. A better celebration in the house of the Lord. Hallelujah! We shall live and we shall not die. That's what some say. Ya kwamba tutaishi lakini hatutakufa. Why are we not going to die? We are not going to die because we shall declare the glory of the Lord. Mambo mazuri ambaye ameyafanya, makuu ambaye ameyatenda, ulinzi ambaye ametupatia, chakula ambaye ametupatia. We shall not die in the name of the Lord. I have come to declare, although there has been a degree that has been given, I'm come to declare that you shall not die, but you shall live and declare the glory of God. You shall live and declare the goodness of God. You shall live and celebrate your old age in the name of the Lord. You shall live and see the goodness of our Lord Jesus Christ. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Now, a degree was given and it was so serious and it meant what it meant. And I want to tell you
Sio mara ya kwanza for the decrease to be made. Decrease has been there. Wakati wa kuzaliwa kwake Yesu, mfalme alitoa nini? Alitoa ilani, akasema watoto wote wako chini ya miaka miwili wauawe. That was a decree that was given. But there are people who stood out. Like Joseph, he stood out. Na akasema ya kwamba, I will protect my own family. Praise the living God. Amen. So whenever decrees are given, you as an individual, you need to do what? To stand out and be counted. Wacha kuwa mwoga. Wacha kuogopa. The blood of Jesus is sufficient in the name of the Lord. Amen. Mfalme akatoa ilani na akasema mambo yafuatayo. Katika Danieli 6, mlango ikiwa ni wa 10. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room, where the windows open towards Jerusalem. 3 times a day, he got down to his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he has done before. Somebody say amen. Amen. Whenever a decree has been made, number 1, you need to set a place. You need to set a position. You need to seclude yourself to a place whereby you will be speaking to your God. And that's why we are saying, we as a church, during the crossover 2019-2020, the Spirit of the Lord spoke to us. And he said that we shall be meeting 3 hours a day. And I want to tell you, this one is concurring with what was happening in the days of whom? In the days of Daniel. Ya kwamba mara 3 kwa siku, Danieli alifanya namna gani? Alimuomba Mungu. Whenever a decree has been made, you as a believer, haifai uende ukae chini. Haifai uanze kulia. Haifai uanze kutuma mambo ya WhatsApp. Haifai kuanza kuandika mambo. The most important thing is for you to set a particular place. Number 2, a particular time. Number 3, a particular direction. Can I repeat once again? Ya kwamba you set a particular place, a particular time, and a particular direction. That is what is going to help you come out of the decrease of the evil one in the name of the Lord. Somebody say amen. Amen. Oh, judge to say amen. Nina kataro ya uoga sema amina. Ninasema you utaishi sema amina. You shall not die, I declare amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Now, you need to set a particular place, a particular time, and a particular direction for you to survive whenever a decree has been given. A particular place, tumekupatia, it is the church. Come here every day. And I'm speaking to the nation in the name of the Lord. Amen. In case your church iko na 20 members, na wewe hujaenda, hata kuwa mmoja wa wale ambao wanasimama kwa pengo, you are more delaying the glory of healing of the nation in the name of the Lord. You should be going to church and pray. Wewe unasema nyinyi ni watu wengi. Can we not find the 5 people among the 500 ambao ni wengi? Can we not find the 220 people among the 200 people? Nyinyi unasema kwamba then we are not going to meet because we are many of us. Can I challenge you in the name of the Lord? Ya kwamba wacha basi wale wengine 500 wakae kando. Can we have the 20 people who are able to pray? And in this church, we want to tell each one of you, Yakwamba, please, you should not be wasting the opportunity that God has given us to be here so that we can liberate and set it free by you coming for prayers, by you standing out for 3 hours per day. Yes. And you shall see your life changing, and you see your economy changing, and you see God restoring things that were stolen in the name of the Lord. Somebody say amen. Amen. There are people who have set themselves, and yesterday God reveals a great things here. Now watu wakapokea vipawa mpya. While you are away, God was visiting people.
While you are complaining, God was delivering people. While you are doubting, people were being restored. Can you come and set a particular place, a particular time, and a particular direction? Somebody say amen. Amen. Now, a particular place, Joshua, Daniel, alienda upstairs, a particular place. A particular time, he prayed 3 times a day. And a particular direction, he prayed facing Jerusalem. Praise the living God. Amen. Whenever a decree has been made, we are saying you need to set a particular place, a particular time, and a particular direction. Whenever you make such a decision, you are able to withstand the schemes of the devil. And that's why Ephesians chapter number 5 verse 10 inasema kwamba finally brethren, whenever the Bible is talking about finally, ni mambo ambayo yametangulia pale mwanzoni. You read chapter 5 before Ephesians 6, kuna mambo ambayo Paulo anasema kuhusiana na kanisa la Efeso, lakini anafika mstari wa 10 anasema kwamba finally brothers, put on the full armor of God so that you may withstand the schemes of the devil. Put on the armor of God. Somebody say amen. Wakati usio wakati wa kuwa na shaka, put on the full armor of God. Wakati usio wakati wa kuhangaika, put on the full armor of God. Wakati usio wakati wa kusikiza kumeenda namna gani, put on the full armor of God. Wakati usio kutafuta marafiki, put on the full armor of God. Wakati usio wakati wa kusema itakuwa, put on the full armor of God, and you will be able to withstand the schemes of the devil. You will be able to unrule the ruler of this world in the name of the Lord. The shepherd who shepherds these people, he will shepherd you because you have set your time, you have set your place, you have set your direction, you have determined yourself. I will set my time, I will set my direction, and I will set my purpose. Can I hear a celebration in the house of God? So Daniel anasema namna gani? Daniel anasema kwamba, and then anasema kwamba 3 times a day he prayed, doing what? Giving thanks to God. Hallelujah. Umesikia akihangaika? No. Let me tell you something. A decree has been made, and Daniel is praying, not complaining. Oh, maduka imefungwa. Oh, sanitization inauzwa pesa nyingi. Oh, sijui nini. What Daniel says, Baba ninakushukuru. Baba ninasongea chini ya miguu yako. Baba ninasongea. This is a man ambaye ana decide ya kwamba ninaenda kusongea na sisongei mahala pengine. Anasema kwamba I will stay here until the Lord restores me. I will stay here until God blesses me. I'll stay in Jerusalem until God changes this. Hallelujah! Until God changes the story. Ya kwamba nitakaa hapo mpaka Mungu abadilishe hadithi ambayo ilikuwa ya ugonjwa. Jehova abadilishe iwe hadithi ya rehema, iwe hadithi ya sifa, iwe hadithi ya kushukuru, iwe hadithi ya kusherekea. I will not move. I will stay there until God changes my story. Anasema I will keep you. Wanasema I know the number of your hairs. Hallelujah. Mtu ambaye anajua nywele ngapi niko nazo kwa kichwa, wewe unafikiria ni mchezo? Najua niko na ngapi. Wewe hizi zangu unaweza bahatisha. Na hata anasema amejua ngapi zimeanguka leo asubuhi wakati nilikuwa na chana. Hallelujah. Wewe hujui ngapi zimeanguka. Roho Bwana amejua nimeangusha 15 ama 17 hivi. Kwa hivyo hesabu yangu iko downstairs. Amen. Huyu ndio mtu nataka ambaye anaweza niambia. Fanya kuniambia Minister of Health umesema na no, washasema ya kwamba osha mikono. Hallelujah. Wameshasema kwamba usisalimiane na watu. Hallelujah. Wamesema kwamba usikisi mtu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana.
Kwa wale ambao mmetamba mnapenda kulamba watu, maandiko na serikali imesema usilambe mtu yoyote. Hallelujah. Hey, wale ambao wanalamba wameshtuka. Ninasema na kanisa, wacha tabia ya kulamba watu. Serikali imesema no lambing watu katika jina la Yesu. Amen. Do not lamba watu. Wamesema kwamba no more kissing. Amen. Kissing is limited until further notice. Amen. Amen. Akileta mdomo na mwambia hallelujah, Jesus is coming. Jesus is coming. Let us be serious here. Hiyo ndio maneno serikali imesema. Na mimi nilisoma. Sijui kama wewe umesoma. Na nikafunga hiyo chapter. Na nikaweka kwa memory. Nikasema kwamba serikali imesema nioshe mikono. Serikali imesema kwamba nisiweze kusalimia watu. Serikali imesema ya kwamba nisibusu mtu. No kissing. Hey. So we are on recess. We are on recess in terms of what? Kissing. Na wewe kijana unakisi nini? Na hujaolewa? Na serikali imetambua kwamba kuna watu, serikali imeangalia kwa vitabu ikajua kuna watu ambao wanakisi wengine na hawajaolewa. Kwa hivyo kuanzia leo stop it. Wacha. Nikupate. The most important thing is what the kingdom of heaven is talking about. Somebody say amen. Amen. That's what is much important. That's what is the life of it. What does he say? He gave what? He gave thanks. My brothers, right now, it is not to impress the spirit of complaining. Otherwise, you will complain and it will be a wrong attitude. It will not help us at all. What the Bible is saying very clear, and Daniel did what? Pray. And when he prayed, he gave thanks. Can you imagine this country tukisimama tunasema tu asante Bwana. Asante Jehova. Asante kwa uponyaji. Asante kwa ulinzi. Asante kwa nchi. Asante kwa serikali. Asante mfalme. Asante kwa watu wetu. Oh, hallelujah. Wewe ni Mungu. Wewe ni Jehova. Tunakushukuru kwa siku njema. Tunakushukuru kwa maisha mema. Tunakushukuru kwa miaka mingi. It is about thanksgiving. There is power whenever you decide not to complain, but to give thanks. Can I hear celebration in the house of God? So we are here. We shall not die, but we shall see the glory and salvation of God in the name of the Lord. So whenever a decree has been given, number one, you set a particular place, a particular time, and a particular direction. That is what is going to help you come out of the decrease of the evil one in the name of the Lord. Somebody say amen. Amen.